Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya jioni usiku kabla ya kwenda kulala inayokuja kwako na Pastor Miamba. Nitasoma neno la kutoka kwenye kitabu cha Isaya sura ya 54 na ule mstari wa 17. Biblia inasema, kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu utahukumiwa kuwa mkosa. Huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana, na haki yao inayotoka kwangu mimi, asema Bwana. Biblia inaeleza na kinywa cha Bwana kupitia neno lake kinasema, silaha yoyote itakayofanyika juu yako haitafanikiwa. Lakini pia ulimi, tunajua nguvu ya maneno. Ulimi umejaa maneno ya uharibifu ambayo yanaweza yakakuhukumu wewe kwamba mtu huyu asilale leo, mtu huyu asiangamie leo. Huo ni ulimi unaotoa hukumu, na kila ulimi unaosimama katika hukumu juu yako utahukumiwa wenyewe kuwa mkosa. Ndio ile anasema return to sender. Uharibifu urudi ulikotoka. Usidhani ya kwamba unaanzaga kurudisha wewe. Neno la Kristo pia linaanza kurudisha uharibifu uliotumwa kuja kwako. Kupitia kitabu hiki cha Isaya tunaona ya kwamba ulimi wote utakosimama katika hukumu, wenyewe utahukumiwa kuwa mkosa. Kwa jioni ya leo, ulimi unaosimama kukuloga wenyewe utahukumiwa kuwa mkosa. Na ndio maana ukisoma kitabu cha Hesabu utakutana na story ya kina Balaam walivyotaka kuwaloga ama kuwatamkia maneno ya laana Israel. Maandiko yanaeleza kwamba hakuna uchawi kwa Yakobo wala uganga kwa Israeli. Maana yake mtu wa Mungu harogeki. Ikiwa uko ndani ya Mungu, uko ndani ya Kristo, hurogeki. Sasa tunaona hapa Biblia inaendelea kutuelezea kwamba hakuna uganga wala uchawi, kwa sababu imoja tu ya kwamba wewe ni mtu wa Mungu, wewe ni mtumishi wa Bwana. Adui ajaposimama akiona utumishi ndani yako, hawezi kukuloga, haulogeki. Na ndio maana Biblia imeeleza pale kabisa kwamba huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana, na haki yao inayotoka kwangu mimi, asema Bwana. Kwamba silaha yoyote inapofika kwako, inapoona wewe ni mtumishi wa Mungu, haiwezi kufanikiwa. Haiwezi kufanikiwa. Hauwezi kurogeka, hauwezi kuangamia. Sasa kuna mambo muhimu sana unaposoma, lazima uelewe. Kuna utumishi ambao upo ndani ya mtu. Anatumika mahali fulani, kwa sehemu fulani, kwa namna fulani. Ni vyema sana ukawa kwenye nafasi ya kumtumikia Mungu. Mahali popote unapokuwa, hakikisha wewe unayo vigezo vya kuwa mtumishi wa Mungu. Unaweza kumtumikia Mungu kwa kipawa na karama ulizopewa na Mungu. Unaweza kumtumikia Mungu kwa fedha zako. Upo kazini, upo unafanya biashara, lakini kile unachokipata unahakikisha unamtumikia Mungu. Kuna ndugu mmoja, yeye wakati wote ameweka utumishi wake kwenye mlima wa maombi, Gethsemane Garden pale. Anasema mimi najua wanaokuja hapo wanahudumiwa. Kwa anachukua sadaka yake, kila anapopata kuna sadaka na iachilia. Anasema nataka ni support kwa ajili ya kuendeleza eneo hilo liendelee kufanya kazi ya Mungu. Yeye ni utumishi, na amekuwa akishuhudia kubarikiwa kila siku. Kwa wale ambao wameshafika pale mlima wa maombi, watakuja kuangalia kwamba gharama zinazoendelea pale ni kubwa kuliko mtu anayetoa kiingilio pale. Ni shilingi 5,000 kuingia pale, unalala 10,000. Ni gharama kubwa eneo lile. Ukiangalia wafanyakazi waliopo pale, ukiangalia gharama pale ni kubwa. Maana yake nini? Hatufanyi biashara, tunatoa huduma ya kiroho. Lakini yupo mtu ambaye yeye atasimama na kusema hivi, na mimi nataka nisimame kutoa huduma hiyo ya kiroho. Mimi nitaachilia sadaka kwa ajili ya kuhakikisha mlima wa Bwana unakuwa katika hali nzuri, watu waende kuhudumiwa. Ni huduma. Hiyo sadaka yako ikienda hapo, ukiangaliwa unaona kumbe huyu ni mtumishi. Anatumika wapi? Huwa anatuma sadaka yake mlima wa maombi.
yeye ndo anayehudumia lile eneo na mazingira yote mazuri kwa ajili ya watu kwenda kwenye ibada. Angalia sasa, shetani akitaka kuja kukuchokoza, anaona wigo wa moto, anaona utumishi wako. Ndio maana ya kusema na huu ni urithi wa watumishi wa Mungu, asema Bwana. Na nataka nikutie moyo kwamba uko salama usiku wa leo. Lakini wewe ambaye unatamani kutumika, haujui utumikaje kwenye mahali penye nguvu, kwa sababu pia hata mahali unapotumika lazima utumishi wako uwe na nguvu. Mimi nakushauri sana, wekeza sadaka zako kwenye mlima wa maombi. Kwa sababu ukifika pale utajua nguvu inayotenda kazi mahali pale. Halafu pata picha, sadaka yako inaachiliwa pale kufanya eneo lile liendelee kuwa smart, liendelee kuwa safi kwa uzuri, watakao kuja hudumiwe. Hiyo sadaka yako haiwezi ruhusu hata siku moja adui afanye chochote kwenye maisha yako. Kwa hiyo ukisikia ndani yako kutumika kwa namna hiyo, unaweza ukaomba account number ya mlima wa maombi Gethsemane Garden, utapewa. Ingia inbox, niambie mchungaji, naomba account number ya mlima wa maombi, nitakupa. Halafu kasema mimi nawekeza utumishi wangu hapo, kwamba muda wote ule naposikia kusimamisha utumishi wangu zaidi, takuwa natuma sadaka yangu hapo. Mungu utakapoiona sadaka yangu hapo, uone utumishi wangu, na kuhakikishia silaha yoyote inayokutesa wakati huu, utashangaa haikutesi tena. Silaha yoyote inakupa hofu, wasiwasi na mashaka, nakupa magonjwa, unajikuta hauna furaha, unakuta unalala kwa msongo usio kawaida, hauna furaha, unajikuta unalala kwa hofu, unajikuta mambo ni mengi, hufurahi usingizi wako, na kuhakikishia ipo silaha ya kupiga silaha zote za giza. Kwa hiyo ninakutamkia baraka kubwa unapoenda kulala wakati huu. Mkono wa Bwana uwe pamoja na wewe, na uelewe ya kwamba hakuna silaha itakao kuangamiza. Hakuna ulimi utakao sema uharibifu kwako na huo uharibifu kafanikiwa, kwa maana Bwana yuko pamoja na wewe wakati huu. Nataka nimwombe Mungu kwa ajili ya wakati huu unapoenda kulala. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu liye hai, ninakushukuru sana kwa ajili ya mtoto wako huyu ambaye amefanya shughuli zake zote kwa kutwa nzima na sasa anaenda kulala. Ninamfunika kwa wingu la utukufu wako, ninamfunika kwa ulinzi wako, ninamfunika kwa ushindi wako. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu, ninaomba neema inayozidi sana kwa mtoto wako huyu. Umbariki usiku wa leo. Kila uharibifu unaonyanyuka, roho chafu zitendazo kazi, uchawi wa kila aina unaotenda kazi wakati wa usiku, hautafanikiwa. Mapando ya giza yanayojipanga kupanda uharibifu kwenye maisha ya mtoto wako huyo anapolala, hayataweza kufanikiwa katika jina la Yesu. Baba, ninaomba na iwe nuru kwa mtoto wako huyu. Anapolala, alale usingizi mzuri pasipo mateso wala uharibifu wowote. Ninakutenga na giza lote na uharibifu wake. Ninakutenga na kila hila za adui. Unapolala wakati huu, ukalale usingizi mzuri, ukalale kama mtoto mchanga, ukafurahia usingizi wako, ukawe salama wewe na nyumba yako yote, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Amen, amen, amen. Mungu wangu akubariki sana. Basi unaweza ukakamilisha ibada hii ya usiku kabla ya kwenda kulala, ukaachilia sadaka yako kwenye ile lipa namba ya M-Pesa ambayo ni 577876 au namba za mawasiliano 0713842123 au 0744982517. Mungu wangu akubariki na uwe na wakati mwema. Amen.